Karibu kwenye podcast ya Dr. Chris Mauki, mwana saikolojia, mshauri na mwalimu katika masuala ya mahusiano, familia, malezi pamoja na maendeleo binafsi. Hapa utajifunza kuhusu malezi sahihi yatakayoboresha maisha ya familia yako, mbinu zitakazoenda kuimarisha mahusiano yako pamoja na maarifa na ujuzi utakao kujenga kiakili na kukufanya ufikie mafanikio yako binafsi. Karibu uungane nasi katika safari ya mabadiliko na maendeleo. Katika Daily Talk ya leo, uniruhusu nizungumze na wale watu ambao ni walalamishi sana ya kwamba wana watu wengi, marafiki wengi wanawasema, marafiki wengi wabaya, marafiki wengi wanawasengenya, marafiki wengi wananinyanyasa, hawa wambea. Yani kuna wale watu ambao wanalaumu sana kuhusu marafiki zao. Yani marafiki zao hawana jema lolote kwao. Wanalaumu A, wanalaumu B, wanalaumu C, wanalaumu D, wanalaumu kila kitu kwa marafiki zao. Utasikia mimi na marafiki, lakini marafiki zangu hawafai, marafiki zangu wabaya, marafiki zangu hawana jema, marafiki zangu wananisengenya, wananisaliti, wananifanyia hivi na hivi. Naomba nikwambie, unapokuwa na marafiki ambao wana shida kwenye maisha yako, ni ngumu sana kuwaondoa kwa kuwalaumu. Ni ngumu sana kuwaacha kwa kuwalaumu. Ni ngumu sana kujikung'uta kwa kuwalaumu. Haitoweza kukusaidia hata siku moja. You have to do something. Lazima uwe na mbinu ya kufanya au vitu vya kufanya ili hao marafiki waweze kukuacha. Shida ni pale ambapo marafiki wa hivyo ambao unawalalamikia kila siku, na wewe unatamani kuwa nao, na wewe hutaki kuondokana nao, unatamani kuwashika na kuwakumbatia tu, wataendelea kukutesa, wataendelea kukumaliza, na wataendelea kukunyonya, na mwisho wa siku unaweza wakakuua kabisa. Unafanya nini kuondokana na marafiki kama hao? Ongeza thamani yako. Narudia tena, ongeza thamani yako. Kuna vitu unavyo vinawavutia kwenye maisha yao, na wanakuja kwako kwa sababu kuna vitu mnafanana. Sasa kwa sababu mnafanana, wataendelea kukaa na wewe, na kwa sababu ni toxic friends, wataendelea kukumaliza. Utakapoongeza thamani kwenye maisha yako, adding value kwenye maisha yako, utaondoa ule mfanano wako na wao, utatengeneza vitu ambavyo ni vipya kwenye maisha yako, ni bora na vina thamani kwenye maisha yako, vitu ambavyo vinaongeza ubora wako. Halafu mtaanza kuwa tofauti na wao, wataanza kuona tofauti kubwa iliyoko baina ya wao na wewe. Kwa hiyo wataanza kuona kama vile hawafiti kwenye maisha yako. Automatically kidogo kidogo wataanza kujipukuta wenyewe. Wewe wapukuti, wataanza kujipukuta wenyewe na kuondoka na kukuacha ukiendelea na maisha. Kwa hiyo acha kukimbizana kuwaambia mubaya wao, kuwaambia madhaifu yao, kuwaambia usivyopenda wanavyovifanya, jinsi ambavyo wanakuumiza na uweze kuvumilia. Utazidi kuwapa kichwa na wakuendelee kukutesa. Ongeza thamani, paa juu zaidi. Wao hawana mabawa ya kuenda juu. Mwisho wa siku utajikuta umekutana na watu wazuri zaidi wa eneo lako, na watu ambao ni good connection kwa maisha yako. Naomba nikupe tabia ya tai. Jifunze kujitofautisha wewe na kuku. Paa zaidi ili kuku wajitenge na tai. Swali ni, wewe ni tai au wewe ni kuku? Hii ni Daily Talk na Dr. Chris Mauki. Asante kwa kusikiliza podcast ya Dr. Chris Mauki. Bila shaka umejifunza na kuhamasika. Sasa ni nafasi yako kuyatumia maarifa haya kuboresha maisha yako. Endelea kufuatilia vipindi vijavyo kwa ushauri na mafunzo zaidi. Kumbuka, mabadiliko yanaanza na wewe, kwa hatua moja tu, na kufurahi ni maamuzi yako. Usikose.